Ndugu wa Tanganyika, naombeni mwambie mzee Warioba asikubali kuongea na mwandishi wa aina yoyote kwa sasa hivi. Kuanzia mwaka 2026. Asikubali kuongea na mwandishi yoyote. Huyu Mark Jovin Mkubo. Mark Jovin Mkubo ni muuaji, anaishi Ikulu. Na ndiye anayeua viongozi. Ndiye anayeua viongozi. Hata huyu mwanamke wa juzi, yule mwanamke wa juzi wa CCM aliyekufa yule, yeye ndio amlimaliza, aliweka ile sumu kwenye kwenye mic. Huyu Mark Jovin Mkubo ndiye anayeua viongozi. Kazi yake ni kuweka sumu kwenye mic, anaua viongozi. Mnakumbuka hata yule speaker wa bunge Rugai, ndugu Rugai alipoenda Dodoma, yeye ndiye aliyemmaliza. Yule mwanamke siku aliyokuwa na mkabidhi Mchengerwa, siku alikuwa na kabidhi Mchengerwa, alipokuwa mkabidhi ofisi, siku ile waliweka mic hizo mbili. Yeye alipewa mic yake aongee, na yeye akapewa mic yake aongelee. Ile mic ndio aliyopewa, aliyokumekewa sumu. Wanakuambia sumu na kuchukua ni siku hizi mbili. Unaenda nyumbani, unaweza kulala. Mtu kwa na legelege sana ni siku unaweza kulala hata kwenye usingizi. Au unaweza kuwa nyumbani ukala chakula kisha umeondoka. Kwa hiyo mzee Warioba huyu Mark, I think unamjua Mark Jovin Mkubo, anaishi Ikulu. Yuko kwenye ofisi anaishi Ikulu huko. Huyu ndio muuaji wako mkubwa ambaye ameshapanga plan ya waandishi wa habari watajifanya wanakuita, wanakuhoji kwamba siku umeongea hivi. Kwa hiyo watajifanya kama wanakuwa nakuuliza maswali. Pale utakuwa unavuta ile pumzi, ile sumu, ili onekane kwamba eti umekufa kwa utu uzima. Ndugu zangu wa Tanzania, huyu Mark Jovin Mkubo aache mauaji anayofanya kwa viongozi. Mark Jovin Mkubo, acha kuua viongozi na wewe utakufa. Umeshaua viongozi wengi sana. Wengi sana. Nimesema tu kwamba speaker wa bunge yule aliyefariki, yeye ndiye aliyemaliza. Huyu mwanamke mbunge aliyekufa juzi, yeye ndiye amefanya kazi hiyo. Sasa hivi yuko kwenye kazi ya kufuatilia Warioba. Wanakuambia umejifikia jinsi kuweza kumpata ni ngumu mzee Warioba. Kwa hiyo naombeni ndugu zake na mzee Warioba, kama mko mtandaoni, huu jumbe fikisheni baba yenu, kama watoto wake wapo ama kuna watu wake wa karibu. Mzee Warioba unaliwa doria ya kuuawa. Na hata kama sio kwa mic, kwa njia yoyote ile. Lakini kwa mic, kama unavyojua, huyu Mark Jovin Mkubo ndiyo sumu yenyewe ambaye ameua viongozi kibao. Ninakuja kuwatajia mtu aliyemuua Mheshimiwa John Pombe Magufuli, na yule mwandishi wa habari ni mtu wa Rostom. Yule ni mtu wa Rostom, ndiye aliyemuua Mheshimiwa John Joseph Magufuli. Na yeye pamoja na huyu Mark wanafahamiana kwa kazi zao hizo za kuua viongozi. Ndugu wa Tanganyika, wazazi tunaozaa watoto, tunazaga watoto wengine ambao ni sumu katika jamii. Sumu katika jamii. Naombeni hii video isambae na iweze kumfikia mzee Warioba. Asikubali kuitwa kwa andishi yoyote, lakini awe makini. Kama akitaka kuongea, ana mic yake nyumbani wanaona, au anaongelea kwenye mic zake pale nyumbani. Matembezi yake popote na nini, iwezekana stop, afanye vitu vyake akiwa nyumbani. Asanteni sana. Nikiwaambia sana ndugu zanguni wa Tanzania, drama za hao wasanii wameambiwa na Samia, wakina Mwigulu, na hilo tenda lilipewa ni majizo toka day one kwamba nenda kalipue bomu hilo.
Wanajua Watanzania wanapenda vitu vya kijinga kijinga. Ndio maana mwana drama zinakuja, mara akina sui nani, mara sio akina dogo nani, sio vitu gani gani, mambo ni vingi. Yaani wasanii watafanya kila aina ya mambo. Mambo ambayo walishapita ni wanarudia humo tena, wanarudia humo. Tusitolewe kwenye focus yetu. Tusitolewe kwenye focus yetu ya kuipigania taifa, ndugu zanguni. Tafadhali sana, nimekuwa nikiwaambia na niliwaambia siku ile. Majizo alipewa billions of money. Harmonize, Diamond wafanye ile drama. Na Majizo ndiye amekuwa yeye ndiye anawakochi sasa. Drama zimekuwa hivi, kwa hiyo fanyeni ile ya wale si watu wengine kwamba fanyeni hivi, anzeni hivi, kama documentary fulani hivi. Kwamba maisha yako ilikuwaje, kwamba nini umefanya nini, mara unachana na nani au ilikuwaje nini. Yaani yale tena anakuwa anajirudia kwamba Watanzania wanapenda vitu vya namna hiyo. Yaani tuache kufocus na vitu vya muhimu vya serikali ambavyo inafanya, tuanze kufocus na wapumbavu wajinga. Inasikitisha kwa kweli, nakwambieni ukweli. Hawana maana yoyote. Fikiria tunapigania taifa. Ukija Manga amefungua mpaka akaunti zake. Halafu anakuja yani toka watu wamekufa, wao ni drama tu. Wamekaa kimya, sasa hivi kuja ni drama. Fikiria tarehe 29 kwenda kuja kufanya drama. Tarehe 29 ambao wenzetu wameuliwa. Yaani wameuliwa kama vile kumbikumbi, wameuliwa hivyo. Nyinyi wakuja kufanya drama kweli? Tarehe 29 ni siku ambao wangetakiwa, kama ni wana akili timamu, wangeomba msamaha tena wa kupiga magoti kwa Watanzania. Hao wasanii hao, si bongo movie, si bongo flavor, si bongo mavi, vitu gani watajua wenyewe. Wangetakiwa wapige magoti waseme jamani Watanzania tuliwakosea. Tumekosea, tunatubu makosa yetu. Tunaombeni mtusamee. Mmemwona kuna yule fala yule. Nani? Huyu ambaye na kanisa. Kaja anajifanya walio tumeumizwa kwa sababu anajua ameshajiweka madarakani, wamekaa pale. Kwa hiyo anakuja kujikosha kwamba kuna nini? Sisi tumeshakuwa hapa kwa nini tunaweza kukuongea vyovyote. Sisi sio wajinga. Watanzania tuna akili sana. Hamwezi kuja kufanya boyoyo muda wote, tunafanya boyoyo, hapana. Msidanganyike, nasema tena, na hizo drama zao za kipumbavu. Drama zao ambazo hazina kichwa wala miguu. Kwa mimi niko na bwana huyu nikaachana naye, nikawa na mwingine. Inatusaidia nini katika taifa? Hao ni maisha yake mtu mwenyewe, kila mtu ana maisha yake. Mtu ana manani, mwambieni basi apime na ngoma tuone live hapo. Wana magonjwa yamejaa mpaka kichwani mpaka miguuni. Kwa hiyo naombeni maandamano yaendelee kama kawaida. Tunaombeni mtutumie video za maandamano bila kupigania taifa hili. Kwa hivyo hatuwezi. Tutakuwa tunaongea hivi hivyo, ndio maana nasema wanaongea tu. Tukipoteza mtu siku 2-3 wanaongea namba. Tusiwe hivyo. To focus sana katika taifa. Watanzania tusipende vitu vya kijinga. Tafadhalini sana. Sometimes mnaumiza sana watu jamani. Tunaongea sana, sisi tumejitoa sana. Lakini siwezi kuacha kujitoa kwa ajili ya taifa langu. Nitaendelea kuongea.